Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, after thanking God or after thanking Allah subhanahu wa ta'ala na bless him and thanking the prophet sallallahu alaihi wasallam, our prophet, our father, our imam, our scholar. So after thanking the Prophet sallallahu alaihi wasallam, today I want to talk about something called Palestine and Israel and Jews and Arabs. These things are four things different: Palestine, Israel, Arabs, Jews. I will mix the language, English and Kiswahili. So some people can understand me in the English or some also understand me in Kiswahili. Nitachanganya lugha kwa lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, so kila mtu afahamu kunielewa. Aya, tanza hivi: Palestina and Israel. This is two things different. According to Muslim or according to Christian or according to the world, I think two things different. But some Christian and some Muslim and some world, they don't understand what is the difference between two. Difference is very easy, as very hard and tricky. One different simple way: Palestine was named in the Biblia, in the Bible. The name Palestine is a country, is a nation. The name Palestine. The name Israel is not a country. After in the Bible, you cannot find the name Israel is a country. You find the name Israel is something else. I will tell you what is that. So Palestine was there. You see, Palestine, the name Palestine or the country called Palestine is what there. It was there before Arabs. It was there before Jews. It was there before Romans. It was there before British. It was there before any nation or any tribes in the world. So let's tell you. So wacha nikwambie, jina naita Palestina ilikuwa, jina ya Palestina na jina ya Israel ni vitu tofauti, lakini dunia mzima au Waislamu na Wakristo sijui wana understand aje, yani bila wanaelewa sielewi, kwa sababu kuna wengine wanamaanisha iko the same, kuna wengine wanaona si the same, yani wajui maana ya hizi vitu vile. Palestina ilikuwa zamani ni jina ambayo imetajwa hata kwa Biblia yao, ni jina imetajwa hata kwa Quran, ni jina ambayo imetajwa. So Palestina na Arabs na Palestina na Israel na Jews ni vitu tofauti. Palestina ilikuwa nchi inajulikana, ilikuwa before any nation, yani ilikuwa kabla nchi zingine ikamu kama Rome whatever ikamu. Palestina ilikuwa imetajwa kwa Biblia zote. Palestina ilikuwa. Israel hata kwa Biblia Israel inamaanisha kitu tofauti, hata kwa Quran Israel inamaanisha kitu tofauti. Israel si nchi. So nataka kuelewa hapo kwanza. Palestina ilikuwa nchi. Palestina si tribe. Palestina si baba. Israel ni tofauti. Wacha nikueleze Israel nini. Israel ni another name of Jacob. Do you know the name called Jacob? Israel is another name of Jacob. So Jacob was called Israel. So Israel is called Bani Israel, nani? Familia Jacob. Jacob ndio Israel. Wakati sasa Jacob alikuwa anaishi wapi? Kama Jacob ndio Israel, Jacob alikuwa anaishi wapi? Hiyo nchi Jacob alikuwa anaishi ilikuwa inaitwa aje?
Swali ni hiyo uliuliza. Ilikuwa ni Palestina au ilikuwa ni Israel? Au ilikuwa ni Saudi Arabia, au ilikuwa ni Syria, au ilikuwa ni Jordan? Au ilikuwa Kenya? Au ilikuwa Uganda? Au ilikuwa USA? Tuelewe vitu hapa, si mambo tuna ruka juu na juu chini. Jacob alikuwa anaishi nchi gani? Kwa sababu jina Jacob ndio Israel. Familia Jacob ndio maana akapewa jina Israel, yani Bani Israel, yani familia ya Israel. Israel ni Jacob. So Jews na Israel ni vitu tofauti. Unanipata? Jacob ndio Israel. Jews ndio hiyo lugha yao wanatumia. Mnanielewa? So Jacob alikuwa anaishi nchi gani? Israel au alikuwa anaishi Palestina? Kwa sababu Palestina maana yake nini? Palestina ni nchi. Place watu ambao walikuwa wanaishi. Ambao walikuwa wanaishi huko ni watu wengi, Arabs and Jews and some tribes. So Arabs and Palestina ni vitu tofauti. So unaweza elewa sasa. Arabs is a tribe. Na hii Arabs is a tribe. Wako na lugha yao ambao wanaita nini? Waarabu, yani wanatumia lugha ya Kiarabu. So unanipata? Jews is a tribe ambao they have their language. Sawa, ambao watu wengine wanasema ni Arabiana, wanatumia lugha ya nini, lakini they have their language ambao ni called Jews. So Israel is not a nation. Israel is not a country. Israel is a creating country by UN, British and America. And some Zion ambao they call the Israel something huko. So Israel is a creating human beings nation. Kwa sababu Israel haikuwa ni nchi. Kwa sababu ukisema Israel hiyo unamaanisha Jacob. Iko nchi ilikuwa inaitwa Jacob. Turudi hapo. Una nchi ilikuwa inaitwa Jacob? Hakuna. So hapo lazima tuelewe, to understand vitu, kwa sababu hakuna nchi ilikuwa inaitwa Jacob wala hakuna nchi ilikuwa inaitwa Israel. Nchi ilikuwa wakati hiyo wa Jacob alikuwa anaishi ilikuwa ni Palestina. So turudi. Wakati Jacob alitoka au wakati Biblia ilianza, tunaelewa mtoto ya Jacob aliuzwa ambao anaitwa Yusuf. Wakati Yusuf aliuzwa ambao anaitwa kwa Kristo ni Joseph. Wakati aliuzwa kwa nchi gani? Na aliuzwa kina nani? Waliuzia nchi ambao wanaitwa Egypt. Akaenda akaishi huko. Akakuwa nini mzuri. Akarudi kuchukua baba yake ambao ni Jacob, ambao ni Israel. Waliama wote. Kidogo narudi. So waliama wote, Jacob na familia yake wote. Sasa namaanisha Israel waliama wote. Nani alibaki huko? Tulize swali, nani alibaki huko? Kwa sababu watu nasema tulikuwa huko zamani wakatufukuza. Nani aliwafukuza? Waarabu wakufukuza Jews. Jacob aliawa na familia yake yote. Aliona maisha ya Egypt nzuri, akaenda na familia yake ambayo yeye alikuwa anaita Jacob, ndio Israel, wakaenda huko. Walitoka wapi? Swali pia ndio hiyo. Walitoka wapi? Walitoka Israel au walitoka Palestina? Haya, bila waliishi huko, wakaishi huko, wakakaa, story ikaenda. Siwezi ena hiyo story yote ni refu. Musa akakuja, story ni refu ikaenda. Musa wakapromise both Quran and Biblia say walipromise wa the promised land, yani the promised land ambao inaitwa nini? Canaan. Ukuuliza Mkristo, the promised land ya Jews iko wapi? Hawezi kujibu paka leo. Canaan iko wapi? Hawezi kujibu paka leo. Atakwambia Canaan ni area nafaa ikwe Palestina ambao sasa hiyo wanaita Israel, nafaa ikwe Jordan, nafaa ikwe Syria. Anakueleza hivyo.
So anakwambia hivyo ili ufahamu wakati walipromise promised land walienda wapi. Ndio nakwambia watu ni kichwa ngumu, hawalewi. Promised land hawakufika. Musa mwenyewe hakufika promised land. Ndugu yake Harun akachukua kufika promised land. Ikatoka ndugu yake pia hakufika, akakuja mtu mwingine anaitwa Joshua, kulingana na Biblia hakufika hii promised land. Kwa sababu angefika promised land wangekuwa promised land. Hawangekuwa kila mahali wako. Hajui kwao ni wapi. So waulize watu wote uliza wao hiyo maswali. What is the difference between Jews and Israel? And pia ulize what is the difference Palestina and Arabs? What is the difference? So lazima uelewe hizi vitu. Palestina ni nation, ni country. Arabs ni tribe. Israel is another name of Jacob, ambao Jacob alikuwa Jews. So where the country of the Jews? Nchi ya Jews ilikuwa ni gani? Wakati walitoka, Jacob alitoka kwa sababu ndio Israel. Wakati alitoka na familia yake, walitoka kwa nchi gani? Swali ni hiyo. Kwanza walitoka kwa nchi gani? Nchi alienda tunajua. Wakitoka hiyo nchi pia walikakaa huko Mwenyezi Mungu tena wakabadilisha waenda nini? Canaan. Canaan ilikuwa ni wapi? Na kwa nini wakufika Canaan? Na paka leo Canaan ijulikane paka ni wapi? Kwa sababu Canaan huwezi niambie ni nchi hizo tatu. Wanasema Canaan ni Jordan, Syria, na wapi tena? Canaan, Jordan, Syria. Na sasa Palestina ambao sasa hiyo unaita Israel, wanasema Canaan ni area hiyo. Sasa Canaan ni area hiyo. Hiyo nchi ilikuwa inaita aje? Kwa sababu alikwambia hiyo wakifika huko lazima wapigane. Kuna watu walikuwa huko ndani. Sasa ndio wamerudi, wamefika sasa hii. Ndio sasa wanapigana na Palestina. Sasa ndio wamejua wamefika Canaan wanapigana. So nchi ni ya nani? Swali pia ndio hiyo. Nchi ni ya Jews au ni Arabs? Au nchi ni both of them? Hakuna nchi inaitwa Jews. Hakuna nchi inaitwa Israel. Kwa sababu Israel is a creating nation by the UN, British and US and some others groups. So before other Jews wapelekwe Palestina, walikuwa nafaa waletwe wapi? Alifaa naletwa Uganda. Do you know that story? Before they brought there, they want to bring them Uganda, East Africa. So sijui nini liendelea, hawakuwaleta Africa, Uganda. So that's the problem we have in the world. So hata kama tuna create two nation, lazima tujue ukweli iko wapi. Si mambo tunagawana tu hivi. Alafu tunatuambia Jerusalem inafaa ikuwe the Jews capital city. Au to explainia au Jerusalem inaweza kuwa ya nini? Kwa sababu Jerusalem mwenyewe they don't recognize Jesus, Isa. They know tu Musa peke yake. Wajui mambo ya Jesus. How the Jerusalem can be the capital city of the Israel? Na which history? Sababu anasema the temple of the Solomon. Who told you the temple? Yeah, we can. It's the temple of Solomon. So nyinyi wakati uliama kina nani alikuwa anachunga hiyo Jerusalem? So mambo tuangalie, tuelewe. Hiyo ndio short story ambayo nilikuwa nataka kutoa about Palestina and Israel.